Zuchu zura. Eti kiboko cha vigagula. Wewe. Wewe sitanie mimi. Pole sana. 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 Kama unavyojua Machibi, mchuzi wa mbwa sharti unywe moto. Na taratibu na sheria zetu na mila zetu lazima pawe na mshinga. Kwa hiyo basi unayemwona mbele yako ndiye atakuwa mshinga wako wa kuratibu mambo yako yote ya harusi yako. Sisi tumeelewana. Anaitwa Chenga. Oh. God damn it. God damn it. Nashukuru kumfahamu Bwana Chenga. Bwana Chenga, umekabidhiwa jukumu zito sana. Sasa nahitaji mabadiliko kidogo kwenye mwili wako. Sikio unavyoenda pale, kakoti, nini, wasije wakaruka. Kwa sababu mimi nimedhamiria kweli kumuoa mtoto na niweze kufanikisha mission ya ndugu yangu hapa. Sio, unaelewa? Alafu shangazi, mbona simuoni Sandra? Na kuona umeshaanza kuwa na wasiwasi bwana harusi. Ondoa shaka. Sandra nilimtuma huko kijijini kwa mama yake. Aende akatoe taarifa upande wa wajomba zake. Kwa hiyo siwezi kumwezesha Sandra kabla ndugu wa mama yake hawajajua. Kwa hiyo amepeleka taarifa. Hizi siku 2-3 hapa atakuwa amesharudi. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Usijali. Kwenye hilo swala la mavazi ambalo umelizungumzia, usijali. Mimi pale nyumbani kwangu na kasuti kangu alinipaga marembabu kipindi hiko, ila sikuwahi kukavaa. Na kana nitoaga kazuri nitakavaa siku hiyo ambayo nitapeleka barua kwa kina Sandra. Naamini nitapendeza na watu chomoa kwa muonekano ambao nitakuwa nao. Sio mtu wa kijiji hiki wa mbele huko. Kingine ni kutoe hofu kuhusu swala la ushenga. Hapo sasa ndipo ambapo kwenye akili yangu inafanya kazi vizuri kuliko sehemu nyingine yoyote. Kwenye hichi kijiji chote hiki anayetegemewa kwa ushenga ni mimi tu, Chenga, na hakuna mwingine. Harusi zote zinazofanyika hapa mshenga ni mimi. Na nikuongezee nyama kidogo, kama ulikuwa ujui, kuna wakati watu wa mjini walikuja wakanikodi. Kuna ndoa ilikuwa inateteleka, inayumba yumba, nikaenda kusawazisha ndoa ya Rayvanny. Wewe wewe mwamu, vipi? Sija kufungulia mdomo uanze kuropoka. Hapa tupo kwenye mission, tupo kwenye biashara. Nilichokuleta hapa ni kuwa mshenga wa Machibi. Tantalila nyingi acha. Mbona kidogo sana wewe? Lakini nilikuwa najaribu tu kutoa wasifa wangu kidogo, sio kwa ubaya. Wasifa gani wewe bwana kwenda? Bwana, hatuna desturi ya maneno mengi kwenye vikao vifupi. Si unaelewa? Tunachotaka sisi ni wewe ukamilishe hilo swala. Na kingine, umevaa jukumu zito. Yaani umevaa bomu muda wote linalipuka. Mimi ni mtu mkubwa sana hapa kijijini. Mimi ni Shalkani. Kwa hiyo lazima kuwe kuna utofauti. Yaani harusi yangu iwe ni pambe kuliko harusi zote zawahi kutokea hapa. Fanya hivi. Anacho. Unacho. Shalkani. Kwa hiyo usijua kweli? Sawa. Haina shida. Ila bwana harusi, samani kidogo. Umeanza omba. Toka. Umenishtukia? Nenda. Kwenda bwana wewe. Ungechelewa kidogo tu. Mtoka bwana. Sina wasiwasi.
mimi na yeye tunakuwa tuna kila kitu kitakuwa shwari. Shikamoo Nyamizi. Marahaba, ujambo? Sijambo, unaendeleaje? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Nyamizi, zawadi nzuri ni ile inayotoka kwa Mungu tu. Mwanadamu mwenzao akikupa zawadi, ujue ni chambo anakutega. Naelewa unamaanisha nini mdogo wangu. Na hata kwenye Biblia imeandikwa, amebarikiwa anayetoa. Sijawahi kuona imeandikwa amebarikiwa anayepokea. Kila jambo na wakati wake. Vuta subira mdogo wangu. Sawa? Nyamizi, unaonekana umesoma sana maandiko. Sio sana mdogo wangu, ni kidogo tu. Kwa hiyo maandiko ndio mwongozo mzuri wa kumjua Mungu. Asante sana dada kwa elimu ulionipa, na ndio maana naweza sana kukusaidia. Vava, nimegundua ama kweli kikulacho kingoni mwako. Wewe wakunifanyia mimi hivyo? Yaani wewe ndio wakunifuatilia mimi? Vava, umenikosea sana. Nisikilize Kizigo. Sasa umeshaanza kuingia anga zangu. Ndakutungua. Wewe unitungua mimi? Wewe kumtungua mimi? Vava, usijaribu kukimbiza upepo kwani utaanguka. Nitakufanya kitu kibaya unajua. Utanifanya nini Kizigo? Utanifanya nini? Utanifanya nini? Ukupandiki kwangu mimi wewe? Wewe ni kidude kidogo sana. Nikitaka kukufanya kitu wanakufanya. Jamani, acheni jamani. Utanifanya nini wewe? Utanifanya nini? Utanifanya nini? Sasa wewe utakuniambiaje? Utanifanya nini? Wewe unaniambiaje bwana? Wewe ni kijana mdogo sana. Unakuja hapa mimi na kupokea na kufundisha kazi zote mimi wewe. Hebu nisikilize kwa makini. Utakufanya kitu kibaya Kizigo. Acha kufuatilia maisha yangu. Utapata hasara. Mimi ndio nilokufundisha kazi. Unakuja hapa mimi tunakupokea. Wewe utanifanya nini? Na kujua chini mpaka juu. Na katika kunifundisha, mimi nitakufundisha adabu. Wewe ndio adabu wewe mzee wewe. Mmenifedhesha sana kuleta ugomvi wa maneno kwenye nyumba yangu. Sijawafunza hivyo. Sijawafunza kabisa hivyo. Na hiyo sio mila na desturi ya utabibu. Nini mnachogombania nyinyi? Mnahitaji nini? Nyinyi ni watu wazima. Watoto wanatakiwa wajifunze kwenu. Nini nilichowafundisha? Kuna haja gani kwamba nina matabibu ambao naweza kuwatuma sehemu yoyote? Sihitaji ajirudie tena haya. Sitaki. Kiongozi wangu mtukufu, hata mimi mwenyewe najishangaa sana. Ila hatutarudia tena. Tumekosa. Tunaomba tusamehe tabibu wetu. Kama alivyotangulia kusema mwenzangu, hii ni mihemko ya hasira tu. Hatutorudia tena tabibu. Hasira zisizidi mipaka. Chungeni ndimi zenu. Ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ujivuna majivuno makuu. Kwa hiyo chungeni ndimi zenu. Apui.
Apwi. Yaani Janeti, wewe ni mbishi tena king'ang'a, mkaidi. Mimi ninalo tapa kama paka, siwezi kushindwa na kitu. Lakini kumbuka, paka huyo anaweza akapigwa jiwe la utosini na akafa pamoja na roho zake zote 7. Haya, twende ukajionee cha ukaidi. Kwani imekuwaje hapa jamani? Inavyosadikika aliteleza chooni na akaparalaizi hapo hapo, na hapo ndo kawa mwisho wake wa dunia. Huyo mama sasa amekuwa tishio. Inasemekana mama ni mwanga na yeye ndo anatafuna wanawe. Ulizani mchezo au unaamini uchawi? Sasa yaamini uchawi, mwenyekiti utaaminije uchawi? Serikali yaamini uchawi, lakini mimi ni binadamu. Na pande hizi mbili. Ndugu zangu, hapa hakuna msiba. Naomba muondoke. Yaani kila mtu aliyokuwa na kwao basi aende. Hapa hakuna msiba, hakuna matanga, hakuna chochote. Sijui mnanielewa? We mama, usitufanye sisi wandawazimu kama wewe, au usitufanye sisi wagonjwa wa akili. Hichi kijiji kina sheria zake ambazo zilizopangwa na serikali, na miongoni mwa serikali ni mimi. Huwezi kuwa na msiba ndani ukazika kirahisi bila mimi kuwepo. Hicho kitu kielewe. Kama ni mwandawazimu, basi mimi ni mwandawazimu kuliko wewe. Nipo hapa kwa ajili ya serikali na nitahakikisha mpaka Sara anazikwa. Mwenyekiti unajua sana. Sasa kama unajifanya mjuaji, utamfuata huyo aliyekupo ndani. Wewe unanitisha? Unanitisha? Wewe mama nisikiza nikwambie. Mimi siamini uchawi kama wewe. Sasa kama unaamini uchawi, amini, lakini mimi siamini. Japokuwa kwa mbali hizo chembe za kuamini zipo. Sasa nakwambia hivi, mimi hunitishi na hunifanye lolote. Utawatisha wao wengine au utawababaisha. Mimi nipo hapa mpaka mwisho wa mchezo. Mwanda wazimu wewe mama. Mimi sikutishi, nimeshasema ondokeni, nitazika mwenyewe. Hapa hakuna msiba. Nitakodi mimi mwenyewe watu wa kulia na nitawakodi watu wa kuchimba kaburi na watamzika Sala mwanangu. Sio nyinyi wana kijiji hapa. Ondokeni. We mama we, tusikize kwa umakini. Sisi hapa hatuondoki. Tumekuja kumzika ndugu yetu. Sala ni ndugu yetu na Sala ni mtu wa watu. Haiwezekani sisi tumwache hapa azikwe kama mbwa. Sisi hapa tunahakikisha tunamstiri ndugu yetu. Hatuondoki. Eti sisi hapa tuondoki. Tumekuja kumzika ndugu yetu. Kwa ndugu gani? Wewe una ndugu gani na Sara wewe? Pumbavu mmoja wewe. Sikiliza wewe mama. Sikia tukwambie. Yaani kama kuja hapa sasa tushakuja. Yaani hapa toi mtu mguu mpaka tunazika. Wewe mpaka keleke. Yaani kama walivyoongea familia hapa ngoki mtu. Au unasemaje? Basi sawa. Mmeongea vyema vijana. Pumbavu wakubwa. Yaani wana kijiji hiki si wakati dau kabisa, yaani siwapendi. Eti kaeni basi. Alafu na huyo mwenyekiti, mimi huyu mtoto mimi sijazaa na mkoa wala sijazaa na wilaya. Huyu mtoto wa kwangu na maamuzi niliyofanya kwangu. Sio kuja mtu tu kidudu mtu kutoka kwa kuja kunipangia sheria hapa nyumbani kwangu. Mimi nataka sheria za Kambale, eti mkubwa ndevu, mdogo ndevu. Mimi mwenyewe ndio mwenye mtoto pumbavu.
Mwenzangu Kizigo amepenyeza mwanamke kwa tabibu mkuu ili afanikishe jambo lake, na ndio maana na mimi nataka kuolewa na tabibu wangu ili kufanikisha jambo hili, na tuko wengi kwa hili. Usiogope, pesa yako ya malipo iko kwenye mfuko wa shati na kusubiri. Mke mtarajia wa mzee Tano. Samanini kwa kuachelewesha. Vava, umekiona chombo hicho? Hapo umeweza mpenzi wangu Sailata. Tabibu hatoboi. Tamshawishi. Hawezi kunipinga. Hakuna. Huwezi kupinga kwa namna hii. Maelezo yangu yote yanayo Sailata. Mimi ni jambazi nisiyetumia silaha. Ulimi wangu ndo silaha tosha. Nitamlamba Tano kila kona ya mwili wake. Nitahakikisha nampa na mizungu ya pwani. Naomba niwaache. India Mumbai. Ila kwa kweli, yaani Ya mana? Enyi mizimu, na tunawasujudia naita kafara hii ya Mama Kabichi mbele yenu. Naombeni sana muweze kuipokea. Naombeni sana. Uzao le mwana Kanelia, uzao le mwana Kanelia. Hongera sana Mama Kabichi. Hatimaye mizimu imekubali kafara yako. Sasa basi Mama Kabichi, tunasubiri siku 40 tu. Baada ya hitima ya mwanao, tunahitaji ulimi wake. Baada ya kupata ulimi, tutaikabidhi mizimu yetu. Kisha utatawazwa na kuwa mtawala wa wachawi wote. Igwe, Igwe, sifa ni za kwako, kiti ni cha kwangu mkuu. Chini ya himaya yangu, mbona mtaipata? Hadi raha jamani. Miguvu kwani imeisha.
Naonea huruma. Uzao le mwana Kanelia, uzao le mwana Kanelia. Shikamoni. Pole sana kaka Nilo. Kazi yako ni ngumu sana. Mama yako hajafa. Yupo ndani anaishi. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja.